Za wakati huu ndugu zangu, kuna jambo nataka nishare na nyinyi ambalo hili jambo limenitatiza sana kwa muda mrefu sana, na nimejaribu kulifanyia uchunguzi kwa kina, lakini mpaka sasa sijalipatia majibu yake. Na jambo lenyewe liko hivi, ninavyofahamu mimi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzia rais, bunge, diwani, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, hii ni serikali moja. Inatofautiana na majengo na utendaji, lakini jukumu ni moja la wote kutatua changamoto za wananchi. Lakini linapokuja swala la kitaifa, swala la kitaifa ambao labda mpango kazi wa kitaifa, nisende mbali sana, sitaki kuchelewa. Jambo mfano mfupi inaweza katolea hii mikopo ya 10% ya halmashauri. Mikopo hii ni jambo la kitaifa, lakini kinachonitatiza mfano, unaweza ukaenda kwa mwenyekiti wa kitongoji kwenda kuulizia mkopo huu, utaratibu wake ukoje. Ukatokana hapa akakupa mwongozo. Ukatokana hapo ukaenda kwenye ofisi ya kijiji, ukaenda pale akakupa mwongozo tofauti na aliokupa mwenyekiti wa kitongoji. Manake lile unaachana nalo, unalifuata la mwenyekiti wa kijiji. Ukitoka kwa mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji wake, akikupa hilo mwongozo, ukipanda juu ngazi ukaenda kwenye ngazi ya kata, nalo unakuta anakupa tofauti na aliyokupa mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji pamoja na yeye mwenyekiti au mtendaji wa kata. Manake serikali hizo hatua tatu, lakini vitu vitatu tofauti ambavyo wewe unabidi unavirekebisha. Nawe mtendaji huyo pia wa kata akikupa mwongozo wake, ukafuata, ukafanya yale, ukatoka na hapo ukapanda ngazi, ukaenda ngazi ya halmashauri ambayo wilaya, ukafika kule naye anakupa milolongo mingine tofauti, naye unarudi kuja kurekebisha. Kwa hiyo unakuta matatizo, milolongo hii mirefu sana, lakini serikali hiyo ni moja. Asa mimi nashangaa, kwa nini hawa wasitoe miongozo? Kwa mfano kama taifa, vigezo natakiwa hivi, vigezo kama vinatakiwa 1 2 3, maana yake natakiwa ofisi ya mwenyekiti wa kitongoji ijue, ofisi ya mwenyekiti wa kijiji ambao na mtendaji wake ijue, ofisi ya kata, ofisi ya wilaya, yote iwe kitu hiko kimoja. Iwapo kama ukifuatilia kuanzia ukakamilisha pale kuanzia kwa mwenyekiti wa kitongoji ambaye yeye ndio yupo karibu na wewe, akakwambia fanya hivi na hivi, maana yake ukiprove pale ukaenda kwa mwenyekiti ukaenda kwa mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata pamoja na wilaya, vinakuwa the same. Unachofuata kule ni uidhinishaji tu. Maana yake utaidhinishwa kwa mwenyekiti wa kata au mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji pamoja na wilaya, unachofuata ni uidhinishaji. Lakini unakuta milolongo umefuata yale ambayo alokuelekeza mwenyekiti wa kitongoji, ukienda mwenyekiti wa hayo yanakuwa batili, ukienda kwa mwenyekiti wa kijiji yanakuwa batili, ukienda kwa mwenyekiti, yani ukienda kwa mtendaji kata yanakuwa batili, ukienda kwa mtendaji afisa ya wilaya, yani ngazi ya wilaya inakuwa batili. Maana yake kila mtu anatoa yale maono aliyokuwa kichwani kwake. Hakuna mwongozo kamili. Mimi naongea hapa na ushahidi kabisa 100%. Yani haya mimi yamenikuta pamoja na kikundi changu ambayo tulianzisha hiyo mijambo. Lakini kwa nini wasitoe proposal hii, kwamba hii mwongozo kutoka kule taifa ukashuka moja kwa moja kwa mwenyekiti wa kitongoji? Mwenyekiti wa kitongoji ndo ana watu, japo yeye hana chochote, lakini yeye ana watu. Maana yake wale watu wakimfuata awe kabisa pale, awe na miongozo kwamba bwana fanya 1 2 3. Akitoka na hapo akienda kwa mwenyekiti ukienda kwa mtendaji wa kijiji, naye anakupa mlolongo wake. Hivyo hivyo, maana yake unakuwa usumbuki. Nimesikia Baba Levo anasema kwamba vijana wanahitaji fedha. Kweli wanahitaji fedha, hawahitaji longolongo, hawahitaji nini. Lakini longolongo hizi zinakuja kama hivi. Longolongo zenyewe huyu mtendaji kata anakuambia lake, mtendaji wa kijiji anakuambia lake, afisa wa wilaya naye anakuambia lake. Yani hakuna kitu maalum cha kukifuata, kwamba wewe ukivuka hiki, ukifanya hiki basi utapata hiki. Maana kila mtu anakuja na maono yake. Hiyo ndo changamoto kubwa. Kwa hiyo watu wanakuta wanashindwa kwa sababu hawajui wafanye nini ili wakamilishe hiyo mipango. Unakuta kila siku mtu anaanza moja, karibuni miaka 2, miezi 6 anafuatilia jambo moja. Hili kiutaratibu haliko sawa kwa maoni yangu mimi. Haliko sawa kabisa hili kwa maoni yangu mimi. Mimi naomba hili lifanywe.